Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu nchini TOSCI imesema inatambua changamoto ya kutoweka kwa baadhi ya mbegu za asili za mazao nchini, hali ambayo imefanya kuanza kuchukua hatua za kuzisajili, kuzitambua na kuhifadhi nasaba zake ili kuzuia zisipotee. Mkurugenzi mkuu wa TOSCI Nyasebwa Chimagu amesema taifa lisilo na mbegu zake za asili ni sawa na taifa lililopoteza sehemu ya utambulisho wake, akisisitiza umuhimu wa kulinda mbegu hizo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Leo Agosti 7 mwaka 2026, wakati akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya serikali katika eneo la mbegu kwa mwaka 2025-2026 pamoja na kueleza mwelekeo wa utekelezaji kwa mwaka 2026-2027. Amesema TOSCI imeendelea kutambua na kuhifadhi mbegu za asili zilizopatikana kupitia uchavushaji huria au chotara katika ofisi za Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, hatua inayolenga kuwezesha utafiti na kulinda rasilimali hizo muhimu dhidi ya kutoweka. Tunakabiliana na changamoto nyingi. Tumekuwa na mbegu za asili ambazo nimeelezea hapa, moja hapo hizi ambazo tumesajili zile aina 13. Sasa hizi zimekuwepo lakini zimeendelea kupotea. Lakini katika kutunza, sisi kama Wizara ya Kilimo pia tunayo hifadhi ya nasaba za mimea pale Arusha kwenye Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, ambayo imehifadhi aina mbalimbali kwa ajili ya utafiti ili kulinda rasilimali zetu, ili mbegu zetu na nasaba za mimea zisipotee. Kwa hiyo ni jambo muhimu. Lakini mbegu ambazo nimezisema ambazo tumezisajili, hizi sio zile ambazo mmekuwa mkisikia labda GMO. Hizi ni zile ambazo zinatokana labda uchavushaji huria OPV au chotara. Chotara maana yake kwamba inakuwa ni jamii moja, lakini unakuwa umeangalia kuangalia sifa za vizazi baba mama, kwa maana dume jike, ili kuboresha. Kwa maana hiyo ilikuwa ni mfupi, unataka kuboresha iwe ndefu ili kuwe na mavuno madogo, unachukua mzazi ambaye anatoa mavuno mengi. Kwa hiyo tunatumia hiyo ambayo ni teknolojia ya kawaida na sio hii ambayo inaleta hofu kama GMO. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wakulima kwamba waisikilize serikali ambao tunaeleza, kwa sababu serikali hawezi ikasimamia kitu ambacho kinaleta hatari kwao. Kwa wasikilize ambacho kinakuja kwao, na kwa sababu tuna taasisi kama TOSCI ndio maana tunatangaza kwenu kwa ujasiri kwamba wafuate utaratibu gani wa kujihakikishia mbegu ambayo ni bora. Kwa sababu mbegu bora maana yake ni ile ambayo imefuata taratibu zote, na mwisho yote ikiwa sokoni inakuwa kwenye kifungasho maalum na inakuwa na taarifa sahihi, lakini mwisho yote inakuwa na lebo ya TOSCI. Kwa nini tunafanya majaribio kwa mfano ya uotaji? Ni muhimu kwa sababu mbegu kama sio bora, maana yake moja, kama haiwezi ikaota, maana yake inapunguza idadi ya mimea kwenye eneo, na kwa hiyo uweze ukapata mavuno yanayotakiwa. Lakini pia kama sio bora utapata magonjwa, na maana yake kwamba mtaji wako ulioutumia maana yake unapata hasara. Tunategemea mtaji mkulima anaotumia kwa mfano kwenye mahindi kati labda ya 600,000 mpaka 1,000,000, maana yake apate mavuno mengi ili apate kwa ajili ya hifadhi ya chakula, lakini pia ziada aweze kuiuza kwa ajili ya